Hii ni Maisha Kamili, tukufungulia Biblia uyaone maisha. Rafiki yetu, mfuatiliaji wa kipindi chetu hiki kizuri, tunamshukuru Mungu kwa ajili yako na tunamshukuru kwa nafasi hii anayozidi kutujalia. Tunaendelea na masomo yetu leo, ikiwa ni siku ya Alhamisi. Tuna somo zuri linalosema kuenenda kwa hekima. Kwa hekima. Tunaenda kumtaja Suleiman. Amina. Mzee wa hekima. Amina. Basi kabla tujaenda ndani tupate kuomba. Amina. Mungu mtakatifu, Baba yetu unayetupenda sana. Amina. Tunakushukuru kwa nafasi ya pekee. Tunakushukuru kwa ajili ya masomo haya. Baba, tunapojifunza wewe ukiwa mwalimu wetu, tupe usikivu. Amina. Tupe uelewa. Amina. Ambayo ni kutoka kwako. Amina. Tunamwombea na huyu mfuatiliaji wetu aendelee na yeye kuelewa sana mapenzi yako. Amina. Anza nasi na umalize nasi katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amina. Amen. Hekima. 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 Paulo anasemaje juu ya swala la kuenenda kwa hekima? Sisi kama wazazi, mtoto, mume, mke, bwana, mtumishi, sisi kama waumini, ikiwa kama tutaishi pamoja katika Kristo Yesu, tunahitaji kuenenda kwa hekima. Hekima. Wakolosai sura 4 mstari wa 5 mpaka 6, Paulo anazungumzaje hapa? 4:5 mpaka 6. Paulo anasema ili nidhihirishe. Enendeni. Wakolosai 4:5 mpaka 6. 4 Wakolosai. 5 nasema 5. Okay, sawa. Enendeni kwa hekima mbele yao walio nje, mkiukomboa wakati. Maneno yenu yawe na neema siku zote, yakikolea munyu, mpate kujua jinsi iwapasavyo kumjibu kila mtu. Asante sana. Wewe ulikuwa unataja habari ya Suleiman, lakini Yesu alijitofautisha na alijipambanua na Solomon. Anasema Suleiman. Malkia wa Sheba alikuja kutoka kusini kuja kusikiliza hekima yake. Alafu mimi nazurula hapa Galilaya na ninyi amhangaike kuja kunisikiliza. Na yupo hapa aliye mkuu kuliko. Katika kitabu cha Wakolosai na wa Efeso pale tunaambiwa Yesu ni hekima ya Mungu katika mwili. Hekima ya Mungu katika mwili. Sasa wewe unataka uenende katika hekima, ni kuenenda katika Kristo. Hekima imechukua sura, na sura ni Kristo. Na hekima alipokuja kushangaa yule mwanamke Bathsheba, hekima Suleiman alikuwa anashangaa jinsi watumishi walivyokuwa wako honored, wamepangilia, yani wamepangiliwa katika utumishi wao. Kila mmoja anafanya wajibu wake wa manufaa, yani kuna mpangilio, kuna uzuri, mpangilio wa manufaa. Ukiambiwa kwamba mbingu yote imeumbwa kwa neno, kwa logos, kwa Kristo Yesu, kwamba yeye ndio aliyepangilia, ni hekima ya Mungu. Huyu ni fundi huyu. Na kila kitu kina nafasi yake, kina kazi yake, kina manufaa yake. Mabosi huwa anatafuta sio tu mtu mwenye PhD, mwenye hekima amweke awe msimamizi. Farao alisema tupate wapi mtu mwenye roho ya hekima? Hekima ni zaidi ya elimu. Ni zaidi ya maarifa. Ni namna ya kutumia yale maarifa kwa miliki. Sasa Paulo anasemaje hapa? Anasema enendeni kwa hekima mbele yao walio nje. Hii hekima ya Mungu, hekima ya Mungu inatusaidia kuishi sisi kama watoto wa Mungu, lakini imefunuliwa kwetu, walioko nje hawaifahamu. Sasa napo inahitaji hii hekima ya kujua sio tu kuishi sisi kwa sisi, lakini pia hata kwa wale walioko nje.
Unajua unavyoishi na mke wako ndani ni tofauti na unavyoishi mbele ya watu. Usisema mimi sio mnafiki, kama ninavyokuambia huko chumbani nitakwambia, nitakupasulia hata. Nasema hapana, jua namna ya kuishi hata ndani na nje. Mtoto humpasuki mbele ya watoto wake wenzake, unamuita pembeni na unatunza hekima kwa hao walioko nje. Bosi nawe ni hivyo hivyo, kuna hekima ya kutembea ukiwa sisi kwa sisi hapa ndani na hata walioko nje. Hapo ndio nakumbuka Mathayo sura ya 7 mstari wa 6. Unajua Yesu aliwaambiaje wanafunzi aliowakimisha? Wakawa wanashangaa, wanasema kuna mtu ameongea kwa hekima kama hii, yani anaongea kwa mamlaka na nini. Katika ubiri hilo Yesu aliwaambiaje? Akasema mmenisikiliza, sasa muwe na hekima, usimtumie mafundisho niliyofundisha ni kama lulu, mafundisho yao. Usimtupie mbwa msitupie lulu nguruwe. Wa mataifa walifananishwa na nguruwe, au watu ambao hawana maarifa haya ya Mungu, ya Torati ya Mungu haya, kama nguruwe. Asema usimtupie. Wewe uweze kutoka hapa, asante leo tulikuwa kicheni pale, leo tulikuwa kwenye mafundisho, unaanza kumsimulia mtoto mdogo. Sasa unamtupia, maana yeye haelewi, anaona kama ni kitu gani hiki, unamtupia. No, nenda kwa hekima bwana, sio kila kitu cha kuongea. Yesu alizungumza, alikazia hilo neno. Sasa bwana, mimi mpaka sasa hivi nimeongea mambo mengi sana. Kutembea kwa hekima. Kutembea kwa hekima. Ninachokipata hapa kwenye kutembea kwa hekima ni kwamba hata sisi kwa sisi tumeambiwa tunapoenda kwa watu wa nje, hata sisi kwa sisi tumeambiwa tuishi pamoja, lakini tuna tofauti zetu. Kuna watu tofauti hata unapoongea nao. Kuna wenye hasira za karibu, kuna wavumilivu, kuna ambao yani sio watulivu. Kwa hiyo tumeambiwa kwamba tunapoenda nao tuenende kwa hekima, tukijua namna ya kujibu kila mtu kwa namna yake. Unajua kwamba huyu anavyopokea maneno ni hivi, niende naye kwa hekima. Umetoka nje, umerudi mtaani, unajua bwana, sasa hivi huyu jamaa wangu huyu anasali Jumapili, niende naye kama anayesali Jumamosi, kama Msabato, niende naye kwa hekima. Tutaelewana, alielewe hekima, afunuliwe naye apate, mtaenda pamoja. Tutaenda pamoja. Hapo leo unanikumbusha watu ambao wamesoma kitabu cha Danieli na Ufunuo, wakazisikia zile lugha za mnyama. Sasa zile ni lugha za ishara, ni maongezi ya watu wa ndani. Sasa unapanda jukwani, unasema wewe mnyama, unanitukana, afu unasema mnyama ni fulani. Kuna tena Ufunuo ni kwa makanisa yaliyo, ni maongezi ya kanisani. Sasa namna ya kuyatoa hekima inahitajika. Unaweza kuongea na mke wako vibaya, akasema umenitukana, kwa hiyo umeniambia hivi, hujaongea kwa hekima. Kwa hiyo nasema tuenende kwa hekima. Amen. Hekima inatafuta manufaa, kwamba hili limjenge. Jana tulizungumza juzi, anasema maneno yenu yakolee moyo, yafae kuwajenga wasikilizaji. Kwa hiyo hekima ni kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo, familia, ndoa katika Bwana, lakini sio na Paulo, katika Bwana. Amina. Basi Kristo ndio hekima. Twende kwa Kristo atupatie hekima yake. Baba yetu wa mbinguni, tunashukuru kwa ajili ya Kristo ambaye anatufundisha namna ya kutembea kama wanaume, wanawake, wazazi, watoto, mabwana, watumishi, raia wema. Jina lako litukuzwe. Tupatie kurudi tena na tena miguuni pa Yesu na kujifunza kutembea kwa unyenyekevu, lakini pia kwa upendo, kwa bidii, kwa kujituma,
kama Kristo alivyotupenda sisi. Baba, ikiwa kama kuna mtu yoyote anahitaji hekima, umesema hutamkemea katika Yakobo. Kama kuna mtoto wako hapa anahitaji hekima, maana ajui namna kuishi pale nyumbani, kanisani, kazini, leo hii kamtunikie tena, ni katika jina la Yesu, mpaka utakapotuleta tena kesho. Amen. 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 Basi mfuatiliaji wetu, mpaka hapa ndipo tumefika mwisho wa masomo yetu kwa wiki nzima. Amen. Siku ya kesho ni siku ambayo tunakutana kwa ajili ya kujibu maswali, na kama kuna jambo lolote unalo hapo unaweza kaweka hapo chini ili tunapokutana kesho tuyapitie, tujibu maswali, comment. Karibu sana. Kesho ni Ijumaa, tunakuja kujibu maswali. Karibu sana. Tunatupata kutoka Temboni. Mimi ni Geoffrey Omondi. Na mimi ni Enos Makalindile. Tukutane kesho. Amen.